hata uwe nani. Ukifikiria utawala wa sheria basi ukuongoze. Sasa hivi Tanzania utawala wa sheria umewekwa kwenye makabati na kila mtu anapata amri kutoka juu alafu ndio inatekelezwa. So, tutatokaje katika situation ambayo tupo ili Tanzania iweze kurudi? Itachukua muda mwingi sana ili Tanzania iweze kurudi kama ilivyokuwa. Lakini serikali yetu isijifanye kuwa vipofu wala viziwi, wasisikie na wasio wajeuri. Serikali isikilize malalamiko ya wananchi. Tazama hii video ya huyu mwanadada ambaye imemkosha sana Mange Kimambi, ambapo mwanadada huyu katika video hii ameweza kuongelea mambo mengi sana, mambo mazito kuhusiana na issue ambazo zimekuwa zikiendelea mpaka sasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Ameweza kuwaasa wananchi, ametoa ujumbe mzito sana kwa wananchi. Video hii naweza nikasema kwamba imepata exposure kubwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii na watu wamekuwa wakiriposti sana kwa kasi. Hasa ukitembelea katika mtandao X pamoja na mtandao wa Instagram, utaona ni kiasi gani imeweza kupata exposure kubwa sana. Huyu mwanadada kuna vitu amevizungumza ni vizito kweli kweli. Mimi sitaki nikulie muda wako katika hichi ambacho bidada huyu amekizungumza. Nebu sikiliza haya ambayo alikuwa anaongea, lakini baada hapo kuna kuniambia kipi ambacho unahisi huyu mwanadada amefanya kosa na kipi ambacho unahisi pengine yuko sahihi. Utanipa maoni yako na comment yako hapo chini. Nimekuja kutoa mrejesho kuhusiana na panel ambao nilikuwepo na Ambassador Charles Ray, na mambo yaliyojitokeza ni utawala wa sheria ni kitu muhimu sana katika kuongoza nchi. Hata uwe nani, ukifikiria utawala wa sheria basi ukuongoze. Sasa hivi Tanzania utawala wa sheria umewekwa kwenye makabati na kila mtu anapata amri kutoka juu alafu ndio inatekelezwa. So, tutatokaje katika situation ambayo tupo ili Tanzania iweze kurudi? Itachukua muda mwingi sana ili Tanzania iweze kurudi kama ilivyokuwa. Lakini serikali yetu isijifanye kuwa vipofu wala viziwi, wasisikie na wasio wajeuri. Serikali isikilize malalamiko ya wananchi. The same amount of time ambao serikali inatumia au UVCCM inatumia kudeploy watu kuingia kwenye comment sections za watu na kuwa discredit, ni the same amount of effort ambao wangeweza kuchukua collect constructive criticism na kwenda kufanya kazi. Discernment ni muhimu sana. Kuna mtu aliongea kuhusu discernment. Angalia kipi kinakufaa. Wewe kama mtawala, angalia kipi kinakufaa na kipi cha kuachia. Sio vyote ambavyo lazima vikukere kwa sababu utawanyamazisha wangapi? Okay. So kuna swala la utawala wa sheria, kuna swala la rais kuwa na madaraka na nguvu nyingi sana ambayo imewezeshwa na constitution. Constitution amendments ni muhimu, hatuwezi kukimbia hiki kitu. Ni high time sasa hivi watu ambao wanapewa appointment, watu kama Controller and Auditor General, mkaguzi wa hesabu na mdhibiti wa hesabu za serikali, hapasi kuwa anapewa kazi na rais. Atamscrutinize siji bosi wake. Ukiangalia wasimamizi wa uchaguzi, NEC Commission, National Electoral Commission, anateuliwa na rais. Rais huyo ni mwenyekiti wa chama cha tawala. Rais huyo naye anagombea. How will you get a free and fair election? Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo Tanzania tunatakiwa tufanye kazi. Sio kila mtu ambaye anakuja kuongea anakuja ili kuchochea. Hapana. Tunakuja kuongea ili tuone Tanzania yetu bora. Tuone Tanzania ambayo sasa hivi ukiongea kama Mtanzania, haki ya Mungu, unajihisi kama yani saa yote unakuja kukuinda. Kwa nini tuishi hivyo? Sio kila saa watu wanajaribu kuongea, wanajaribu kukosoa tu kukosoa. Angalia mazuri, beba, mabaya yaache. Kuna mfumo unaitwa Opportunities and Obstacles for Development. Uliza TAMISEMI wanayojua. Unachukua malalamiko ya wananchi, unaenda kuwekea kwenye plans, mipango na bajeti hivyo. Lakini the moment that kutakuwa kuna political interference, ina limit kazi ya TAMISEMI. Political interfering inaharibu Tanzania kwa kiasi kikubwa sana. We need to look at that.